Wakizungumzia tatizo hilo, baadhi ya wananchi hao wameomba mamlaka zinazohusika kuchukua hatua za dharura ili barabara hiyo waendelee kuitumia wakati wakisubiri utekelezaji wa ahadi wanazopewa, kwani usafiri wa pikipiki wanaotumia kwa sasa unaendelea kuhatarisha maisha yao. Watoto wetu ama wajukuu wanashindwa kwenda kwa sababu ya matatizo yaliyopo kwenye barabara kama mlivyoiona. Inabidi wazazi wawapeleke watoto na wakati mwingine hata watoto wabaki nyumbani. Walielekezwa kwamba barabara hii waifuatilie. Mpaka tunapozungumza sasa hivi hatujawaona, lakini nikajiuliza kwa nini hawa siku mheshimiwa anafika eneo husika wanakuja watu hao wanatengeneza barabara kwa siku hiyo. Ni kwa nini wasitutengeneze sisi wananchi ambao na sisi ni wadau wa serikali? Nimechukua bodaboda, nimefika tu hapo juu hapo. Ile bodaboda imeteleza, barabara haifai, nimeanguka. Na hii barabara wajawazito ndio wanapata shida kipindi cha mvua, kwa sababu mvua ikiwepo wajawazito una mahali pa kuwapitisha. Kwa sasa hivi kuvusha abiria kutoka kijiji cha Sakila mpaka katika maeneo yetu ya Kikatiti ni changamoto kubwa. Inatubidi wakati mwingine tunawashusha abiria kwa ajili ya kuvuka maeneo korofi, ambayo maeneo korofi kuna makorongo makubwa ambayo ukiteleza, mimi kama bodaboda napoteza maisha pamoja na abiria niliyembeba. So tunafika mahali tunawashusha kutokana na changamoto ya magari hayawezi kupita katika barabara korofi. Wakati mwingi huwa tunawaangusha na mgonjwa anakuwa yuko kwenye hali mbaya. Maanake wakati mwingine bodaboda tunazifanya kama ambulance kwenye maeneo yetu ambayo ni korofi pia, ili kuokoa maisha ya wenzetu. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Mama Samia, rais wetu mpendwa, utusaidie kuangalia barabara hii, maanake imeshachimbika, culverts zimezolewa, hatuwezi kupita. Ukiangalia mazingira kama hayo yanafanya familia inaishi maisha magumu kutokana na kazi inasimama, fedha hamna. Sasa kutokana na vile ambao tulishaahidiwa na wakubwa waliopita na wakubwa waliokuja, tunaomba serikali iingilie, iangalie barabara hii kwa sababu pia ni sehemu moja kutoa mazao Sakila kushika Katiti. Kwa mfano mazao ya ndizi, batanati na mahindi pia wanasafirisha. Lakini Sakila haiwezi kupeleka huko juu mpaka bodaboda, na bodaboda kushusha mzigo mmoja ni kama shilingi 10,000. Sasa 10,000 ukiangalia na mzigo wenyewe faida inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo tunaomba serikali iingilie hilo, tusaidie. Akizungumzia malalamiko hayo kwa njia ya simu, meneja wa TARURA mkoa wa Arusha, mhandisi Nicolaus Francis, amekiri kuwepo kwa ahadi ya kutengeneza barabara hiyo na kwamba wanachosubiri ni upatikanaji wa fedha. Tuliombea bajeti lakini bahati mbaya haikuweza kupata bajeti. Ila safari hii tena tumeiombea bajeti tuanze kwa kiwango cha lami. Hata hivyo tutaanza na usanifu kama tukipata hiyo bajeti ya maendeleo. Lakini sisi kwenye bajeti zetu za ndani tutajitengea fedha kwa ajili ya usanifu na matengenezo madogo madogo. Kwa mujibu wa wananchi hao, hali ya usafiri katika maeneo yao ni mbaya na kwamba usafiri wa pikipiki wanaotumia unaendelea kuhatarisha maisha yao, na wamesisitiza serikali kutekeleza ahadi iliyotolewa na viongozi wake akiwemo Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambayo hivi karibuni ilitolewa tena na Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega. Kutoka hapa katika kijiji cha Sakila kilichopo kata ya Kikatiti, wilaya ya Rumeru mkoani Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi wa ITV.